Wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mahujaji katika matumaini. Haleluya. Haleluya. Tuwe mashahidi wa matumaini. Pilato alipeleka maaskari kulinda kaburi la Yesu. Wayahudi waliviringisha jiwe mbele ya kaburi, wakalifunga kabisa. Walitaka apotee kabisa na kumuondoa kwenye kumbukumbu za kila mtu, hata wafuasi wake. La hasha, haikuwa hivyo. Yesu alifufuka kutoka wafu na aliwatokea watu wengi. Kanisa linashuhudia ukweli huu kwa furaha kubwa, kwa sababu Yesu alisema, jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Haleluya. Haleluya. Yesu anatupa matumaini, tusikate tamaa. Usiku huu mkesha, mama wa mikesha yote, mkesha wa leo ni mama wa mikesha yote. Tumeona tangu mwanzo moto ukiwa unabarikiwa pale. Tumeimba mwanga wa Kristo, ile liturujia ya mwanga. Tukasikiliza mbiu ya Pasaka. Tukamaliza liturujia hiyo ya mwanga. Tumekuja liturujia ya neno sehemu ya pili, ambayo tunaendelea nayo, karibu tutaimaliza. Masomo yote ya Agano la Kale na Jipya, masomo 9 tumeyasikiliza. Na tukimaliza liturujia ya neno, tutaingia hatua ya 3 ya liturujia ya ubatizo, ikifuatiwa na ndoa takatifu, na hatimaye tutamalizia hatua ya 4 au sehemu ya 4, sehemu ya liturujia ya Ekaristi takatifu. Ni mama wa mikesha yote, kwa kuwa Kristo Bwana wetu amefufuka. Ufufuko wa Kristo umeondoa giza lenye kukatisha tamaa na kuleta mwanga wenye kuleta matumaini. Sisi ni mashahidi wa matumaini hayo. Mwaka 2024 tulikuwa na nguvu kazi ya kulipa deni la jimbo. Tulimaliza kulipa deni la jimbo sababu ya upendo ulioletwa na Kristo mfufuka. Na sasa tunaishi kwa matumaini makubwa ya kusonga mbele kiuchumi, na kwa neema za Mungu tutashinda. Tulikuwa na matumaini kwamba tutapata jimbo jipya la Bagamoyo. Matumaini yetu haya kutudanganya. Tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025, Baba Mtakatifu Francisco ameunda jimbo jipya la Bagamoyo na kumteua Askofu Stefano Musomba kuwa askofu wa kwanza wa jimbo la Bagamoyo. Tumekuwa mashahidi wa matumaini katika hili, na kwa furaha kubwa
tutasherehekea uzinduzi wa jimbo jipya la Bagamoyo tarehe 4 mwezi wa 5 2025 kule mjini Bagamoyo. Ninawashukuru sana nyote kwa sala na majitoleo yenu. Mungu awabariki sana. Ukristo unatualika kuishi maisha ya uhai tele, maisha yenye matumaini, maisha ambayo daima yanaufunua utukufu wa Mungu. Yesu mfufuka yupo katika utume wa kanisa. Yesu mfufuka yupo katika maskini na wahitaji. Yesu mfufuka yupo katika kaka na dada zetu, yaani jirani zetu. Wokovu unapatikana katika huduma ya Kikristo. Kile tunachokiadhimisha katika liturujia lazima kionekane katika maisha yetu. Kama katika Ekaristi tunashiriki mwili na damu ya Kristo, lazima twende tukawalishe wenye njaa na kuwanywesha wenye kiu. Kama tukipeana amani kanisani, lazima twende nje tukafanye kazi ya haki na amani katika ulimwengu. By the way, tunaposema mtakiane amani hapa kanisani, wakati ule kimsingi, kwa kweli kimsingi ilikuwa hapa kanisani, yani usipeane amani tu na mtu ambaye una amani naye. Ilibidi yani umtafute mtu ambaye hamuelewani, yani uzunguke kanisani umtafute mtu ambaye hamuelewani, mnapishana, ndio umtafute, umpe amani, umwambie amani kwako. Lakini sasa, kwa sasa inakuwa ngumu kidogo, maana sasa inaweza kuwa fujo hapa kanisani. Kwa mfano, mtu ukitaka kumtafuta mtu ambaye hamuelewani, ukaenda kumpa amani alafu akakukatalia, utafanyaje? Ni vurugu, inabidi urudi kwako. Kimsingi ilikuwa ni hivyo, yani tutakiane amani. Unamtafuta mtu ambaye hamuelewani sana, unampa mkono wa amani, yani na hakika manake sasa muwe na amani kabisa. Muda huo hautoshi hapa kanisani, lakini basi tukitoka nje kamtafute yule ambaye kidogo mnapishana, mtakiane amani. Ni mwendelezo. Tumesema kile tunachokiadhimisha katika liturujia lazima kionekane katika maisha yetu. Tukisikia maneno ya upendo, faraja na amani, twende kuonesha hayo kwa matendo kwa wale wanaokandamizwa na kukata tamaa. Tukinyanyuliwa kwa neema, nasi tuwanyanyue wenzetu waliobanwa na hali ngumu za maisha. Tuwe mashahidi wa matumaini, mashahidi wa ufufuko. Ushuhuda wa maisha ya Kipasaka uisaidie jamii ya waamini kuwa chachu ya mabadiliko kwa maisha ya vijana, hasa vijana wetu wa leo. Ushuhuda huu ni muhimu sana kipindi hiki kigumu cha utandawazi. Vijana wengi wanapenda starehe bila wajibu. Wanapenda kuona furaha katika vitu vya kupita
tumaini lao wengi lipo katika mali, katika vyeo, katika starehe na anasa za dunia. Tuwasaidie na kuwaombea vijana watambue kuwa maisha ni safari ndefu inayohitaji ushuhuda wa maneno na matendo. Tunaposherehekea jubilei kuu ya miaka 2025 ya Ukristo wetu, tuwe mashahidi wa matumaini. Mahujaji katika matumaini, mahujaji katika matumaini. Kwa miaka 2025 kanisa limeishi uwepo wa Kristo. Tukiangalia wakati ujao, tunaona ahadi ya matumaini yenye kututia moyo, hasa kutokana na maneno ya Yesu mwenyewe aliyesema, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mathayo sura 28 mstari wa 20. Katika ahadi hii ya uwepo wake kwetu siku zote, unatupatia nguvu mpya ya kuwa mahujaji na mashahidi wenye matumaini. Hivi karibuni tutawabatiza wenzetu. Kuna ndugu zetu hapa tutawabatiza. Bado kidogo tu, dakika chache tu zimebaki. Kuna hadithi moja inawahusu wa Makonde. Kama kuna Makonde huko ndani wanisamehe. Wa Makonde wanapenda sana kubatizwa. Yaani hata ukirudia hata mara 3 mara 4, yani wanapenda sana tendo lile la kubatizwa, lile wanalipenda sana. Kumwagiwa maji wanapenda sana. Sasa mama mmoja Makonde alikwenda kubatizwa. Sasa nadhani sio mara ya kwanza, ikawa amerudia tendo hilo. Sasa wakati wa kukiri imani, padre akamuuliza, je, unamkataa shetani? Yule mama akasema, chinkatai. Sasa padre kafikiri kwamba labda akusikia vizuri swali langu au vipi. Akamuuliza tena, mama, unamkataa shetani? Akasema, baba wewe, mimi shetani chinkatai. Padre kaona sasa hapa pana kazi. Itakuwaje sasa? Kaona sasa ngoja nimuulize mara ya mwisho, labda hakunielewa vizuri. Mama, unamkataa shetani? Mama akasema, baba, shetani ni mume wangu, chinkatai. Sasa kumbe ile lafudhi ya Kimakonde, yule mama hakumuelewa padre. Alifikiri padre alikuwa anamuuliza kwamba unamkataa Stani. Stani ni mume wake. Stanislaus ni mume wa huyo mama. Sasa padre alipokuwa anamuuliza unamkataa shetani, yeye alifikiri kwamba anamuuliza wewe unamkataa Stani. Sasa chinkatai, shetani mume wangu. Basi ndugu zangu mnaobatizwa, na tumaini hakuna Makonde. Lakini kama yupo basi nadhani tutamkataa shetani pamoja na wenzetu hawa. Sio kwamba tunamkataa Stani, tunamkataa shetani. Tutamkataa shetani. Lakini pia baada ya ubatizo mtapata pia kipaimara, mtaimarishwa. Halafu baada ya hapo kuna wenzetu watafunga ndoa. Kuna wenzetu watafunga ndoa. Ndio maana nimesema toka mwanzo kwamba mkesha wa leo ni mama wa mikesha yote.
Kuna mambo makubwa mengi yanatendeka. Sakramenti 4 zitaadhimishwa usiku huu. Kumbe naomba tuwaombee hawa wenzetu ambao watabatizwa siku hii ya leo, waweze kuishi vema maagano yao ya ubatizo. Na tuwaombee pia wale watakaofunga ndoa. Mungu abariki upendo wao ili waweze kuishi vema ndoa zao. Na tujiombee sisi sote kwa ujumla ili tuweze kupata baraka za mkesha huu ambao ni mama wa mikesha yote. Mahujaji katika matumaini